ni majani yenye takauka, lakini roho yake ipokelewe katika ufalme wa Mungu. Maneno mengi yamekwisha tamkwa hapa na tunaweza kusema kidogo kidogo, lakini tunashukuru Mungu kwa wokovu ambaye amepata. Wokovu na akazingatia ile wokovu sawa sawa na maandiko yanayosema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Ndio tunasimama hapa na kusema ushuhuda iko hivi. Watu wengine huwa wakisema hili neno mara nyingi, sema mtu akisha kufa mtasikia alikuwa mzuri, alikuwa hatujasikia mmoja alikuwa mbaya. Wabaya wako katika watu. Ishara ya kwanza kwake ni hapa katika kanisa hili la Rombe, tangu mwaka wa makumi sita na mbili hili kanisa lilizaliwa hapa. Hakuja kuwa wa mwalimu watatu. Mbele tulikuwa na mwalimu aliitwa Orebeni. Huyo akawa mwalimu, na wakati vita ya Muneli ilifika, Orebeni alikimbilia ngambo. Musikie neno hili la ajabu. Isobe sawasawa vile alitajwa, aliokoka mwaka wa 63 na 4 na hata sasa aliingia kazi ya mwalimu, ni yeye mwalimu hapa. Isobe alitumika na mzee Daniel Milengi Siritanda, akatumika na Siritanda Bisengeta balo lebo ito, akatumika na Siritanda wachwa mwililo mkani, akatumika na Siritanda ile mabichingini, akatumika na Siritanda Mbai, akatumika na mzungu kama Siritanda hapa kwa muda aliitwa Lones, akatumika na Esongo Gwengi, akatumika na Msabaha Nunda, akatumika leo na Mheshimiwa Mako Mbuyu. Hawa watu wote walitumika na Baruani kama mwalimu hapa. Wapasteri wa parokia wenyewe walifika hapa sawa. Reverend Muruku alitoka kusema, kwanza alitumika na Mbogoti, kisha akatumika na Bisengeta kama mwalimu pasteri wa parokia, tena akatumika na Aluba mara mbili, tena akatumika na Bwami alikuwa kama makamo, tena akatumika na Bangira mara mbili, tena akatumika na Kandegu, tena akatumika na Mako, akatumika na Mburuku mara pili leo. Kwa hiyo ni sifa ya mambo yote aliyoyatenda. Wakati kweli tuliagana naye hiyo siku ya 5 katika jinga hii yenyewe tunakuwa nayo leo, ni mimi nilikuwa huko kwa hospitali kwa Lemere. Kabisa sina hata neno na mtu. Na mimi nilikuwa kukumbuka hata mtu anakuwaka mzuri. Si ajabu kutumika na Basiritanda 8 na kuna mwenye anasema wewe toka huko mtu namna gani. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, hata katika jamaa tunamsifu kwa ushujaa wake. Kwa machache Mungu ambariki. Amen. Huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipandayo haiuwiki isipokufa, nayo aipandayo huipandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini Mungu
huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya wafu, upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Jua
waliotutangulia. Uko mbinguni, tutawaona wazee wetu waliotutangulia. Watayarishe vyombo vya sadaka.
acha tukuoneshe, acha tukualike, sababu unasema tushukuru katika kila giza, katika jina la Yesu. Mipango yote ambayo inaweza kuvuruga, mipango yote ambayo inaweza kuharibu, tunaifunga katika jina la Yesu. Acha Yesu, siku na sisi watupeleke kwa furaha. Kila mmoja wetu ajiulize katika maisha yake, siku na sisi tutaondoka namna gani? Siku moja na sisi watushindikize kama hivi. Tumefika hapa, tuondoke kwa mali yako na tufike kwa mali yako na kurudi kwa salama yako. Katika jina la Yesu naomba. Kuligeuza na hata waimbaji ni watumishi, hapana kujiweka nyuma. Wazee wa kanisa ni watumishi. Mnakaa vile vile tunafanya kazi. Tunageuza jeneza pole pole. Imba wewe. Katika dunia ni kama kupanda na kuvuna, apandaye katika mwili anavuna uharibifu. Tunapata thawabu mbinguni. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges au nado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, ma Jérusalem partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois
Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Amen. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi, naye kila aishie na kuniamini atakufa kabisa hata milele. Yohana sura 11:25-26. Baadaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kwa Mungu, nami nitamuona mimi mwenyewe, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Ayubu sura 19:15 hadi 17. Hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Timotheo wa kwanza sura 6:7. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ayubu sura 1:27-1. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwatayarishia makao. Basi mimi nikienda kuwatayarishia makao, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Tomaso akamwambia,
Bwana, sisi hatujue uendako. Mimi ndimi njia na kweli. Nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. À partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Na kila mwenye kuishi ndani yake na kumwamini afi milele. Twakusii kwa unyenyekevu, Baba, tufie na sisi toka mauti ya dhambi kwenye uzima wa haki, ili tukifariki dunia hii tustarehe katika yeye na katika ufufuo wa watu wote siku ya mwisho. Wote wakupendao na kukuogopa nisema. Le original est... Bon, tujonge pembeni. Demu. Hiyo tunashukuru mkutano wote kwa ujumla. Tunashukuru wa mama, tunashukuru wa baba, na tunashukuru vijana wetu pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tunasema asante. Neema ya Bwana Yesu Kristo